Mungu akubariki mpendwa mtazamaji wa Bienve Ministries Online. Leo kwenye kipindi chetu God's Time niko na kuletea ujumbe mzuri sana unaosema Mungu atakusurprise. Mungu atakushangaza. Kwa uzuri Mungu atakushangaza. Kwa mambo makubwa Mungu atakushangaza. Kwa mambo ya kukufurahisha Mungu atakushangaza. Kwa ndoto na maombi ulizoomba kwa miaka mingi Mungu atakushangaza. Na ndio maana niko na kuomba kwenye comment, yani andika Mungu atani surprise. Andika surprise sababu kuna surprise ambazo Mungu iko nazileta kwa ajili yako. Inawezekana umeomba kwa muda mrefu, umeomba ukiwa unaamini ya kwamba Mungu atatenda. Lakini yale ambao unaishi, reality ambazo unaziishi ni kinyume, yani haifanani na maombi ambao umeomba. Ngoja nikwambie kitu mpendwa. Unajua Mungu wakati anataka kufanya kitu kwenye maisha ya mtu, Mungu hafanyi kitu waziwazi. Mungu hafanyi kitu ambacho kinaonekana hivi kwamba kila mtu anaona kwamba hapa kutatokea kitu. Mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya kwenye maisha ya mtu ni kwamba Mungu anayafanya kwenye giza. Mungu anayafanya kwa kufichama. Mungu anayafanya chini chini. Yani mtu anapoona maisha yako na mambo ambayo Mungu atayafanya hayafanani. Katika kutokutarajia ya watu ndio Mungu anakuwa iko nafanya vitu vikubwa. Na wakati Mungu anavileta kwako, wakati Mungu anakufikisha kwa ambapo alikuwa anakuandalia, wakati Mungu anafanya kitu ambacho alikuwa anaandaa kwa ajili yako, inakuwa surprise. Dunia nzima inashangaa, wewe mwenyewe unashangaa, familia yako inashangaa, marafiki wanashangaa, watu wanaokujua wanashangaa na wasiokujua wanashangaa. Sababu gani? Mungu anafanya mambo ya kushangaza na atayafanya kwako. Yale ambao Mungu iko natengeneza gizani, yale ambao Mungu iko natengeneza kisirisiri, yale ambao Mungu iko natengeneza chini chini chini, yani watu hawaoni, watu watashangaa watakapoyaona Mungu anayaleta kwako. Ndio maana mwagika tena kwenye comment, sema Mungu atanishangaza, nitakuwa surprised. Hallelujah. Sasa nitakuongelesha mambo 7, nitasema na wewe pointi 7 ambazo Mungu atazifanya kwako kama vile surprise. Kwa hiyo kwenye pointi ambayo unasikia hii na kugusa, unaandika tu Mungu ni surprise, Mungu nishangaze. Na jinsi ambavyo uko na kiri mishangayo inakuja kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura yake ya 3 mstari wa 1 unashuka chini hadi mstari wa 3, Bible inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kwa nini nimekufanyia usomi huu? Sababu Mungu au surprise ambayo itakuja kwako kutoka kwa Mungu ni kwamba Mungu atafanya kwa muda wake. Mungu atakusurprise kwa wakati wake. Haleluya. Ni Mungu timing au muda wa Bwana wa kufanya kwenye maisha ya mtu ni tofauti na muda wetu. Unajua wakati mtu uko unapanga vitu, unasema mwaka kesho nitafanya hiki, next week nitafanya hiki, nikimaliza shule nitafanya hiki, nikienda fasi fulani nitafanya hiki, dare fulani nitafanya, unapanga. Lakini unashangaa kwamba vile ambavyo wewe ulipanga haviendi hivyo kufuatana na kalenda yako na program yako na plani yako. Vitu vinaenda tofauti. Nikwambie vile ambavyo vinaendaga tofauti ndio inakuwa plani ya Mungu. Ni kwamba wewe unapanga, lakini kile ambacho Mungu atatenda kinafanyika kwa muda wa Mungu, sio kwa muda wako. Ukikumbuka habari za Ibrahimu, Mungu akamuita akiwa tayari ni mzee, miaka 75, 75. Mtu amekuwa mzee, lakini ikawa ndio ni muda wa Mungu. Mungu akamwambia Ibrahimu, mimi nataka nikubariki, nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Yani mambo yote ambayo alipitia, muda wote ambao alikuwa anaishi, yeye alikuwa ajui kwamba kuna surprise ambayo Mungu iko naandaa. Kumbe Mungu alikuwa anaandaa tu kitu kizuri. Na wakati Mungu amemuita, mwingine angefikiria kwamba itakuwa mwaka kesho, mwingine angefikiria kwamba miaka 3 haitapita, miaka 5 haitapita. Ilipita tena miaka 25 ndio zile ahadi ambazo
Mungu alimwambia Ibrahimu zikaja kutimia. Jambo lolote njema ambalo Mungu analifanya kwenye maisha ya mtu linafanyika kwa muda wa Mungu. Ndio maana usikate tamaa. Kile ambacho uko natarajia kutoka kwa Mungu, haijalishi umri umeenda, haijalishi siku zinaenda, mwaka imeanza na inataka kuisha, haujaona chochote, nataka nikuambie ya kwamba Mungu atakusurprise kwa muda wake. Acha muda upite, acha miaka iende, acha tu watu waseme umezeeka, acha watu waongee, lakini muda wa Bwana unakuja na ile surprise utaishika kwa mikono yako. Unajua Yusufu aliota ndoto. Yusufu alisubiri miaka 15, lakini siku moja tu surprise. Yani yuko gerezani, hana mpango, yuko tu anajua tu basi mimi nitaishia huku, mimi maisha yangu tu itakuwa tu ya ufungwa tu, ya kufungwa. Surprise moja ilikuja tu, Farao ameota ndoto kule, kumbe yeye ndo anajibu ya ile ndoto, na siku hiyo hiyo akainuliwa. Ndoto ambayo aliota miaka 15 Mungu akaitimiza kwa muda wake. Muda wa Bwana unakuja kwenye maisha yako na kutia moyo. Haijalishi watu wamesema kwamba wewe yako kalenda ime-expire, nini, wewe haiwezekani. Muda wa ile ni kalenda ya watu, zile ni tarehe za watu, hii ni miaka ya watu, lakini Mungu ana muda wake na atakusurprise kwa muda wake. Kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa sana, niko naomba msaada wako kwa kufanikisha vipindi vyetu. Tunahitaji kusikika, tunahitaji kuonekana popote ulimwenguni kwa utukufu wa Bwana, ili message zetu ziweze kuwasaidia watu kubarikiwa, ziweze kuwasaidia watu kutoka kwenye msongo wa mawazo, ziweze kuwasaidia watu kuweza kuinuliwa tena. Ndio maana tunahitaji msaada wako wa kifedha. Unaweza kuchangia kidogo tu ambacho Mungu ataweka ndani ya moyo wako, na kitatufanikisha kuweza kulipia vipindi kwenye TV na radio mbalimbali, kuweza kulipa wale ma-influencer kubwa kubwa ili waweze kupromote video zetu. Ndio maana ninakusii basi wasiliana na mimi tu kwenye hiyo namba ya simu hapo, au nitumie message kwenye inbox ya social media zangu, na mimi na timu yangu tutapokea ujumbe wako, tutapokea msaada wako kwa moyo wa shukrani sana, na Mungu wa mbinguni hata kupita na baraka zake. Basi nimetanguliza shukrani zangu kwa wewe ambaye umeguswa na umeamua kutusaidia. Acha Bwana wa mbinguni akubariki daima. Surprise ya pili ambayo Mungu atayafanya, au namna ya pili ambayo Mungu ataleta, atashangaza maisha yako, atakusurprise na kusurprise wote wanaokujua, ni kwamba Mungu atafanya kwa namna yake. Mungu hatafanya kwa hesabu za wanadamu. Mungu hatafanya namna ambavyo watu wanasubiria. Mungu hatatokea kwenye njia ambayo watu wanasubiria. Muujiza wako au surprise yako haitatokea pale ambapo uko nasubiria. Itakuja kwa namna ya Mungu. Unajua wakati mtu ameomba unakuwa unasubiria, unasema kwa sababu nimeomba, yani kupitia namna ambavyo nimeomba tu Mungu atafanya kwa njia fulani hivi. Namna ambavyo nimeombea fulani, Mungu atatumia tu fulani, ataniletea kile ambacho nimeomba. Mungu atafungua tu hii njia. Namna ambavyo napeleka CV yangu sehemu fulani, nimeomba, Mungu atanitendea hapo hapo tu. No, Mungu yeye sio lazima kwamba Mungu atende kwa namna ambavyo wewe unafikiria. Ndio maana iko nasema hivi kwenye kitabu cha Isaya sura yake ya 55 mstari wa 8. Anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu. Yani mawazo ya Mungu, mawazo ya Mungu iko zaidi, iko juu sana ya mawazo yetu. Wakati huko nafikiria kwamba Mungu atatokea hapa, Mungu haizi tokea hapa. Mungu anatokea kwa namna ambavyo hukutarajia. Huko nafikiria kwamba mtu fulani ndo atanisaidia, Mungu yuko nasema sio mtu, ni ndege italeta msaada. Wakati huko nafikiria kwamba utaenda huku ndio upate kile ambacho natafuta, Mungu yuko nakwambia baki hapo. Kwa hiyo wewe kuwa tayari kupokea muujiza kwa namna ya Mungu. Acha akili yako mbali sana. Acha Mungu yeye afanye kivyake vyake. Mungu yeye ana uwezo. Wakati uko nasubiria kwamba mtu ndo atakuletea,
Mungu anasema ndege ndio itakulisha. Wakati unasubiria kwamba itatokea huku juu, Mungu anasema hapana, geuka nyuma, itatokea nyuma. Yani Mungu ni multi system. Mungu ana formula nyingi sana za kutendea watu maajabu. Mungu ana njia nyingi sana za kukufurahisha. Mungu ana njia nyingi sana za kukusurprise. Na amini tu ya kwamba kuna surprise inakuja. Haujui itakuja namna gani, itakuja kwa namna ya Mungu. Unajua Yusufu, napenda sana Yusufu kwenye Biblia sababu namna ambavyo Mungu alimshangaza. Yani yeye alikuwa tu asubuhi pale ameamka, yani Farao naye kule ameota ndoto usiku, amesumbuliwa, ameota ndoto usiku. Sasa amekosa mtu wa kutafsiri ile ndoto. Na Yusufu yuko pale anaangalia muda, lakini kwa namna ya Mungu aliruhusu kwamba ndoto ya Farao, yani Farao aote ndoto alafu ndio ikuwe surprise kwa Yusufu. Unaona ya kwamba Mungu ana namna nyingi sana ya kufanya mambo makubwa kwenye maisha ya mtu. Ndio maana wewe subiria tu muujiza wa Mungu, subiria tu surprise ya Mungu. Haujui itakuwa namna gani, haujui inafanana namna gani, haujui na rangi gani, haujui na uzito gani, haujui na kipimo gani, haujui, lakini inakuja kwako muujiza, baraka, surprise inakuja kwa namna ya Mungu. Namna nyingine ambayo Mungu anaenda kukusurprise ni kwamba Mungu atatumia watu au Mungu atatumia mtu. Miujiza au baraka nyingi ambazo Mungu anazileta kwenye maisha ya mtu, namna ambavyo Mungu anajitukuza kubariki maisha ya mtu, kwa mara nyingi sana, namna nyingi sana Mungu anapitia kwa watu. Mungu anatumia watu. Mimi katika maisha yangu mara nyingi sana nimewahi kupata surprise kupitia watu ambao sikuwatarajia, watu ambao sio wa nchi yangu, watu ambao sio kabila langu, watu ambao siwajui, lakini nimeishi miujiza, nimeona surprise nyingi kwenye maisha yangu kupitia watu nisiowajua. Nakumbuka siku moja hivi nilikuwa safarini, nilikuwa safari ndefu sana kabisa kwenye bus. Sasa tumefika sehemu kwenye boda na nilikuwa sina tena pesa nimetumia zote. Alafu mwanamke moja hivi, dada moja akaniona, akanifuata, akanisalimia, salamu mtumishi wa Bwana. Mimi nikamwambia salama tu mama, habari zako? Akaniambia mimi sijui na kufananisha, lakini kama vile nakutambua. Huyo mama akanionyesha video ya kwangu ambayo ilikuwa kwenye simu yake, na anasema hii video kila siku naiangalia na nasikia kufarijika, nikisikia nasikia kupona, nasikia nguvu, yani wakati nimechoka nabarikiwa sana nikipata video zako. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, nimefurahi sana, nimeshukuru Mungu kukutana na wewe. Na kweli kabisa huyo mama akanitendea mema, akanipeleka restaurant, akaninunulia chakula, akanipa pesa pocket money, akaniambia yani nina masadaka kila siku nikipata video na kuwa na deni, najisikia kwamba nina deni ya kukubariki mtumishi wa Bwana. Pesa alizonipa zilikuwa zinazidi pesa ambazo nilikuwa naenda kufanyia kazi eneo ambalo nilikuwa naenda. Unaona surprise ya Mungu. Mimi naenda sehemu fulani kwamba naenda kufanya kazi huko ili nipate pesa, lakini Mungu akanikutanisha na mtu. Mungu akatumia mtu nisiyemjua, mtu ambaye sikutarajia, mtu ambaye hakukuwa kwenye mipango yangu. Mungu akamtumia kuni surprise. Na hivyo Mungu atatuma mtu kwako usiyemjua, atakutendea mema. Ndio maana ninazoea kushauri watu ya kwamba kama vile Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Waibrania, tafuta kuwa na amani na watu wote na utakatifu, sababu bila kuwa na amani na watu, nikwambie hata ufalme wa mbingu hautaona, hautafika mbinguni. Wewe ambao unakuwa na conflict na watu, wewe unaanzanaga na watu vizuri lakini utaishana nao vibaya. Wewe yani haujawahi kufanya safari na mtu mkamalizana vizuri, yani wewe ni kazi yako ni kuvurugana tu na watu. Nikwambie uko nazuia surprise ambazo Mungu anaweza kazileta kwenye maisha yako kupitia
kupitia watu. Inawezekana yule ambaye unagombana naye ndo amebeba zile baraka zako. Sasa unazuia au unachelewesha. Ndio maana tafuta kuwa na amani na watu wote, sababu Mungu atakubariki kupitia watu. Ndio maana kwenye maombi yangu kila siku, na hata nikiwa kama mchungaji nikiomba kwa ajili ya watu, nikikuombea wewe mtazamaji wangu, naombaga kwamba Mungu kutanisha na watu wazuri. Mungu nikutanisha na mtu ambaye amebeba surprise yangu. Mungu nikutanisha na mtu ambaye atanionyesha njia nikifika sehemu ambayo sielewi. Mungu nikutanishe na mtu ambaye atanishauri. Mungu nikutanishe na mtu ambaye ataniambia mambo ya kunitia moyo. Mungu nikutanishe hata kama ni mtu mbaya, hata kama ni adui, lakini ule adui Mungu amtumie kwa faida yangu. Ndiyo maombi ambayo ninakuombea leo, na Mungu atakukutanisha na mtu mzuri. Na akiwa mtu mbaya, mabaya ya ule mtu kesho utaona kwamba Mungu atayafanya kuwa faida kwako. Sababu gani? Mungu anatumia watu kwa ajili ya kutu surprise. Namna nyingine ya Mungu kukushangaza, hii naipenda sana, ni kwamba Mungu atakushangaza kwa neema yake katikati ya jangwa. Yani katikati ya eneo ambayo hauoni mbele, hauoni nyuma, eneo ambayo hakuna maji, eneo ambayo hakuna matumaini, eneo ambayo kila mtu anaogopa, eneo ambayo kila mtu anaona mauti. Ni hapo ndipo Mungu ataachilia neema na itakushangaza. Itakushangaza. Napenda sana huu mstari wa Biblia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 19. Biblia inasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Huyo ni Mungu iko anasema kwamba atafanya njia nyikani. Mungu atatoa maji hivi kwenye jangwa, sehemu ambayo kila mtu amesema hapa, wanasayansi wamekuja wametesti kwamba hapa hakuwezi kupatikana kitu, hapa hakuna maji, hapa hakuna uzima. Bwana wa mbinguni anasema hapo ndipo atakusurprise kwenye jangwa. Mungu amefanya hivyo vitu. Mungu amesurprise wengi sana jangwani. Kuna kijana anaitwa Ismail, alikuwa amefukuzwa, yuko na mama yake. Amefika jangwani, wamekosa maji, wamekosa matumaini, na mama akaona kwamba huyu mtoto anataka kufa. Akasema, sitaki nione mauti ya mtoto wangu. Akageuka kabisa, akasema, kufia huko, yani kufa tu basi, mimi nisione namna ambavyo mtoto wangu atakufa. Lakini katikati ya hiyo jangwa Mungu akatoa maji. Mungu akatoa maji na akambariki Ismail. Leo nchi za Waarabu ni matajiri sababu ya hiyo baraka ya kutoa maji sehemu ambao ni jangwa. Wana wa Israeli walikuwa wanatembea kila siku, wanafika jangwani, hakuna maji. Mungu anamwambia Musa, piga jiwe, na maji yanatoka. Wana wa Israeli wanapata maji na wanaendelea na safari. Yani nikwambie rafiki yangu mpendwa, wewe wakati umejikuta kwenye hiyo jangwa, uko naona mauti, wakati umejikuta kwenye situation fulani, umepiga hodi kwa milango yote, watu wote wamekuacha, uko peke yako, kwenye simu yako unaona kwamba hakuna tena mtu ambaye unaweza kumpigia simu na akakusaidia. Ni jangwa, hiyo ni jangwa. Sikia, katikati ya hiyo jangwa Mungu anasema atachimba chemchemi ya maji. Watu ambao wamekuona na wamekukatia tamaa wanasema utakufa. Unajua kuna kipindi cha maisha, yani mpaka watu wanakuangalia wanasema huyu atakufa. Ukisikia watu wanaanza kusema tu basi mapenzi ya Mungu ifanyike ni kwamba wamekata tamaa, wameona kwamba wewe unakufa, wameona mauti yako. Lakini wakati watu wameona mauti kwenye hiyo jangwa, Mungu yeye anasema atatoa maji. Na ndio maana nakuombea wewe unayepitia kwenye jangwa. Sijui ni jangwa ya magonjwa, sijui ni jangwa ya umasikini, sijui ni jangwa ya familia, amani imepotea kwenye ndoa, sijui ni jangwa watoto wamekusumbua. Jangwa ziko nyingi sana kwenye maisha ya watu. Acha nikuambie, katikati ya hiyo jangwa Mungu iko naandaa surprise. Mungu iko naandaa maajabu, atakushangaza tu. Utacheka kwenye hiyo jangwa, utafurahi kwenye hiyo jangwa.
Namna nyingine ambayo Mungu anaenda kukushangaza ni kwamba Mungu anaenda kukushangaza na urejesho wa ghafla, yani restoration ya hapo papo. Napenda sana huu mstari kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25. Mungu yuko nasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Hii ni promise ya Mungu, ni ahadi ya Mungu ya kwamba atakusurprise na urejesho. Unajua, urejesho ni wakati kuna kitu mtu amekipoteza, kuna kitu ambacho kimeharibika, kuna kitu ambacho kimepotea, hakipo tena, kimesha kuwa cha ovyo. Mungu katikati ya ile hali, Mungu iko na ahadi ya kwamba atakirudisha. Unajua, Mungu ni Mungu ambaye anaweza kujenga kwa siku moja kitu ambacho kimepotea kwa miaka 10. Mungu anaweza kurejesha kwa dakika moja kitu ambacho kimepotea kwa miaka 20. Mungu ninayekuhubiria atakusurprise hivyo hivyo. Mungu anaweza kutengeneza situation, yani mambo yameharibika kwa muda mrefu, mambo yamechafuka, mambo yamekuwa magumu, complication moja hivi, yani na mpaka dunia nzima imesema hakuna kitu hapa, hakuna matumaini. Mungu anaweza kubadilisha situation kwa faida yako, Mungu wa urejesho, na ndicho kitakachofanyika kwenye maisha yako. Inawezekana uko hapo uko unajiuliza, unaangalia umri wako, namna ambavyo miaka imeenda, umefikisha umri ambayo sayansi inasema hauwezi kuzaa. Mwingine uko hapo unaangalia usema, mimi nimezeeka kabisa. Hii ni ya nyinyi vijana. Sababu leo kumekuwa watu wale makocha watakwambia, ukieneza miaka 40 hujafanya hiki, wewe umefeli. Hii ndio miaka ya kufanya hiki, hii ndio miaka ya kufanya hiki. Wanakupangia kwamba miaka fulani ndio unatakiwa ufanye kitu fulani. Hizo ni hesabu za wanadamu. Unaweza ukawa mzee, umeharibu kila kitu kwenye ujana wako, na uko kwenye uzee sasa hauna tena matumaini. Mungu anasema ile miaka yote ulioharibu, ule muda wote uliochezea, yani vyote ulivyoharibisha, uliharibu pesa, ukachezea pesa vibaya, ukaharibu biashara, Mungu anaahidi ya kwamba hata kama uliharibu, ana uwezo wa kutengeneza, ana uwezo wa kurejesha. Ndio maana urejesho ambao niko naongelea hapa, siongelee kwamba mtu unatakiwa uwe perfect. Hapana, yani hata kama umeharibu kwa ujinga wako, Mungu wa mbinguni anaahidi urejesho. Ayubu alipoteza kila kitu, kikapotea, watoto wote wakafa, mali zote zikapotea, na afya yake ikaharibika, akawa ni mgonjwa, hajiwezi tena. Sababu Mungu ameahidi urejesho, Mungu akaanza kutimiza hiyo ahadi. Akasema, Ayubu, na kurudishia afya kwanza, na kurudishia kazi, anza tena biashara. Bible nasema akaja kupata tena mara 2 zaidi ya vile ambavyo alikuwa mara ya kwanza. Sababu gani? Urejesho ikamsurprise, urejesho ikamsurprise. Niko naongea na mtu ambaye umri umeenda. Wewe uko mwanamke hapo, umesha haribu tumbo, daktari ameshasema kwamba wewe hakuna kuzaa tena mtoto. Acha nikuambie, Mungu wa urejesho atakupa mtoto, atakusurprise na mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Sara mwenyewe alikuwa mzee tu, mwenyewe alikuwa yani ameshazeeka miaka 90. Sijawahi kuona hizo habari, sijawahi kuzisikia hata sehemu yote. Lakini sababu Mungu yeye anajua kurejesha, Mungu akasema hiyo miaka ni ya wanadamu, hiyo kalenda ni ya wanadamu. Umri kwangu mimi kukuwa na miaka 100 sio uzee, kwangu mimi sura kukunjama hivi sio uzee. Mungu akatengeneza mle ndani ya tumbo ya Sara, akamrudisha kama binti wa miaka 18 na akampa mtoto wake. Hivyo hivyo itafanyika kwako. Haijalishi vitu gani vimeharibika, haijalishi umri umeenda, yani kabisa hakuna matumaini. Hiyo ni ya watu, hiyo ni watu, lakini kwa Mungu anasema atakurejeshea. Hiyo biashara umechezea imeharibika, Mungu atairejesha upya. Hiyo kazi imeharibika, Mungu
Mungu atairejesha. Relation imeharibika, yani wewe umeshaharibiana na kila watu. Yule mtu ameenda mbali, ameshaenda, hakupigii tena simu, ameshakusahau, ameshakublock. Mungu atamrejesha, atakudeblokea, atafungua simu yako, atakupigia simu, sababu ni season ya urejesho, ni surprise ya urejesho. Yani kenye ushaga sahau, wewe mwenyewe umesahau kama ulikuwa na kitu fulani, umesahau mtu fulani, umeshamsahau, Mungu atamrejesha. Unajua surprise ambayo Mungu alimpa Yakobo? Yani Yakobo alikuwa anaishi miaka 15 akiwa kwenye msiba, anajua kwamba mtoto wake Yusufu ameshakufa, lakini Mungu wa urejesho akasema, kama alifia Israeli, mimi Mungu nina uwezo ya kukusurprise. Mungu akaenda kumfufulia Yusufu Misri. Yakobo akamuona hivi, akaona Yusufu wake ambaye aliishi kwamba ameshakufa, lakini Mungu akasema anakurejeshea. Mpaka Yakobo akaona watoto wa Yusufu. Hivyo hivyo itafanyika kwako. Umejua kwamba ule mtu wako ameshapotea, ule mpenzi wako ameshaenda, ameshakublock. Mwanaume alienda akasema anaenda kufanya kazi, anaenda kutafuta maisha, huko alikoenda ameshaoa mwingine, ameshapotelea huko, ameshakublock. Na acha nikuambie, kama Mungu alivyomsurprise Yakobo, hivyo hivyo atamrudisha kwako, atamrejesha. Surprise nyingine ambayo Mungu iko anaileta kwako ni surprise ya promotion. Yani kuna kuinuliwa, kuna kupanda level ambayo iko nakuja, kuna kutoka pale ulipo na kuenda tena kwenye viwango vingine. Kuna title fulani iko na kusubiria, kuna kiti fulani kiko na kusubiria, kuna heshima fulani ambayo iko inakuja. Mungu iko anaiandaa na itakushangaza, itashangaza dunia nzima. Amini hiyo kitu ambayo nakuambia. Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Zaburi ya 75 mstari wa 4. Anasema, niliwaambia waliojivuna msijivune, na wasio haki msijiinue pembe. Acha tu wale ambao wanajiwazia kwamba wao ndo wale ambao wanajiwazia wao ndo wana haki, wale ambao wanajiwazia kwamba wao ndo wanastahili. Wewe waache. Mungu yeye anajua kuchanganya akili za wanadamu. Yani wakati mwingine Mungu anachukuaga yule mzaifu kama mimi na wewe, yule wa chini ambaye amesahaulika. Mungu ndo anachukuaga wa hivyo, ana surprise watu, ana surprise dunia, anamuweka juu. Habari za Daudi unazijua vizuri sana. Wakati Samueli amefika kwenye nyumba ya Yese akaleta watoto ambaye anaamini ndo watoto wake, anawahesabu hawa ndo watoto. Amemsahau Daudi mchunga kondoo, sababu ni mtu wa chini, ananukia harufu ya kondoo, amemsahau. Lakini surprise ya Mungu ni kwamba yule aliyesahaulika, yule ambaye hajulikani, yule ambaye ni wa mwisho, ndo Mungu amesema, huyu mliyemsahau, huyu mliyemkataa, huyu ambaye hajulikani, huyu ndio mimi namtafuta. Mungu akamuinua Daudi kutoka kule porini. Majemadari walikuwa hapo mbele ya Goliati. Mfalme yeye mwenyewe alikuwa hapo mbele ya Goliati. Akisikia tu sauti ya Goliati anaogopa. Maaskari ambao wamejifunza mambo ya jeshi, wamejifunza namna ya kutumia mabunduki, wote walishindwa kupigana na Goliati. Lakini sababu Mungu ni wa surprise, akasema, Daudi, leo nataka ujulikane, leo nataka uwe superstar, leo nataka nikupe promotion. Mungu akapatia Daudi maarifa, Mungu akampa ujasiri, Mungu akampa bidii. Daudi akamuua Goliati, na watu wakaanza kuimba, nasema Sauli ameua 1000 lakini Daudi ameua 10,000. Hiyo ni promotion kubwa kiasi gani ambayo Mungu anaweza kafanya pia kwenye maisha yako. Mungu anaweza kakutoa wewe pale kwenye geti, wewe ndio unafungua geti. Mungu akakutoa hapo akakufanya wewe ndio CEO wa company. Inawezekana. Mungu anaweza kukutoa kwenye kale ka biashara ka chini sana ambako kanazarauliwa, kakapito kadogo. Mungu anaweza akakusurprise, akakupa promotion, akakufanya number 1 billionaire, number 1 in all. Inawezekana. Mungu ni Mungu ambaye anachukuaga vyombo dhaifu na anavipatia thamani. Mungu ni Mungu ambaye anachukuaga watu ambao ni wa mwisho, watu wa unyonge, watu wa ovyo,
anawang'arisha na anawafanya watu wa maana sana katika hii dunia. Sababu gani? Mungu anainua. Yani amini ya kwamba Mungu anatoa mtu kwenye mavumbi na anamketisha na watu wakubwa. Sikia nikwambie hii habari ya surprise ya promotion ambayo Mungu alifanya kwenye maisha ya mtumishi wake, ya pastor moja hivi. Kwenye kanisa, ile shirika, ile community, kulikuwa uchaguzi, wanatakiwa wachague askofu ambaye ataongoza ile kanisa. Sasa wameweka hapo makanuni kwamba ambaye anatakiwa awe askofu, inatakiwa awe doctor wa theology, inatakiwa awe na experience hivi na hivi, inatakiwa ametembea duniani, amefanya hiki na hiki. Yani wameweka hapo vitu. Sasa miongoni mwa wale mapasta ambao walikuwa hapo, kulikuwa wale ambao wana zile kabisa wanastahili, sababu wamesoma, wengine yani, na wako hapo kabisa wametulia. Wameweka hapo majina yao kwamba watapigiwa kura, watachaguliwa. Sasa walikuwa kwenye kijiji ambayo naongozwa na pastor mmoja ambaye sio msomi, yeye amesoma tu Bible College kama ya miezi 6, basi hana kabisa ile CV ambayo nastahili ili awe askofu. Hasa wakati wale candidate wakaanza kujitetea, kila mtu anaanza kusema mimi nimefanya hiki na hiki, mimi nimefanya hiki na hiki. Sasa yule pastor ambaye ni mchungaji wa ile kanisa, yeye alikuwa anahudumia wageni kule. Yuko kule jikoni, anaangalia chakula, anapanga vitu. Yani yuko pale, yuko kikazi zaidi sana. Yeye anajua kwamba ile uchaguzi hainihusu sababu mimi sina CV yoyote anayostahili. Sasa ikafika muda wa kwamba ule mchungaji aje akaribishe watu. Sasa wanamuita mchungaji wa hapa, ukuja utukaribishe. Yule mchungaji akatokea kule nje na mafuta na nini, yani yuko anashughulika sana, amechafuka sababu ya kuandalia watu wageni waheshimiwa, anawaandalia. Wakamuona hivyo, akasema, pastor, we mchungaji uko kule jikoni? Akasema, ndio, mimi nawatumikia, mimi mumekuja kwangu, kwa hiyo lazima niwahudumie. Mara moja kwenye kanuni hapo moja inasema kwamba kama kuna mchungaji ambaye ana moyo wa kutumikia watu wengine, hata kama hana level ya masomo inayostahili, lakini sababu ana moyo wa kutumikia watu wengine, lazima apewe nafasi ya kuwa askofu. Hapo wakasema, wewe ndo tunakuchagua sababu unatutumikia, unatuhudumia, unatuandalia sehemu ya kulala, unatuandalia chakula. Ule pastor ambaye hakutarajiwa, mwenyewe hakutarajia, yeye ndo akachaguliwa kuwa askofu mkuu ambaye hakusoma. Hiyo ni surprise ya Mungu ya kuinua mtu. Mungu anaweza kukutoa sehemu, anaweza kukupatia kazi, umeenda kuandika, umepeleka CV yako hivi, madokta, wewe ambaye haukusoma kabisa, Mungu akakupatia hiyo nafasi. Na ni maombi yangu ya kwamba Mungu akupe promotion ambayo haikufanani. Mungu akuketishe kwenye kiti ambacho hakikufanani. Mungu amefanya hivyo kwenye Biblia na watu wengi sana. Ukiuliza kina Yusufu, hakukuwa na CV yoyote, hakukuwa na elimu yoyote, lakini yeye ndo Mungu akamfanya kuwa prince wa Misri. Ukiuliza habari za Esther, alikuwa yatima, hana baba, hana mtu wa kumtetea, sio kwanza mtu wa Babiloni, lakini yeye ndo Mungu akasema, wewe ndo nakufanya kuwa malkia. Hiyo ni promotion ambayo inawezekana pia kwako. Itatokea kwenye maisha yako kwa namna usiotarajia, lakini jua kwamba Mungu anayetoa mtu chini na kumuinua juu atafanya pia kwako. Kama Daudi aliimbiwa mbele ya mfalme akawa superstar kumzidi president, inawezekana katika kile unachokifanya. Kwenye biashara yako Mungu atakuinua, kwenye sanaa yako Mungu atakuinua, kwenye jambo lolote unalolifanya, kuinuliwa utapata tu. Surprise ya Bwana. Jambo la mwisho au surprise ya mwisho ambayo Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yako ni kwamba Mungu atakusurprise, Mungu atakushangaza, Mungu atatenda pamoja na wewe. Mungu atafanya kukupitia wewe.
baraka ambazo Mungu atazileta kwako hazitakuwa tu kwamba umebarikiwa, lakini Mungu atakufanya wewe kuwa source ya baraka. Yani Mungu atakufanya kupitia wewe familia yako ibarikiwe, kupitia wewe mji wako ubarikiwe, kupitia wewe marafiki zako wanaokufahamu wabarikiwe, kupitia wewe nchi yako ibarikiwe, kupitia wewe dunia itabarikiwa. Wewe utafanya kitu kwenye hii dunia. Mungu atakupa uwezo ya kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika kwenye hii dunia. Mungu atafanya na wewe kitu cha kushangaza hii dunia. Mungu hatafanya kwamba peke yake. Mungu hatafanya na watu wengine kwamba waje wakufanyie. Hapana, yani wewe Mungu atakutumia kufanya vitu vya kushangaza hii dunia. Ndio maana iko nasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 12, anasema amini amini nawaambieni, yeye anayeniamini, Yesu anasema mwenye anaamini anamwamini yeye, atafanya zaidi ya vile ambavyo yeye Yesu alifanya. Yani wewe ambao unaamini, amini ya kwamba wewe utafanya mambo makubwa kwenye dunia. Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Yesu akasema kwamba juu yako nitalijenga kanisa. Petro, nimekufanya enda kuvua watu. Acha kuvua samaki, enda kuvua watu. Acha hii kazi, enda ukalishe kanisa, enda ukachunge kanisa. Yani Yesu akatumika na Petro. Yesu akampatia Petro uwezo ya kuenda kufanya vitu, hapana ya kufanyiwa vitu, hapana ya kuangalia vitu, uwezo wa kufanya vitu. Mungu atafanya na wewe. Kenya hakijawahi kufanyika kwenye familia yako, kupitia wewe Mungu atakifanya. Kenya hakijawahi kufanyika kwenye nchi yako, Mungu atakifanya kwa kupitia wewe. Kenya hakijawahi kufanyika kwenye hii dunia. Surprise ya Mungu ni kwamba kupitia wewe kitafanyika. Kenya hakijawahi kupatikana. Watu wamehangaika hapa duniani. Nikwambie, wewe ndo utakuwa jibu ya kile ambacho kimehangaisha watu. Ndio surprise ambayo Mungu iko naleta kwako. Ngoja nikwambie, muujiza mkubwa sana sio ile ambayo Mungu atakufanyia, lakini muujiza mkubwa sana ambayo itatokea kwenye maisha yako ni muujiza ambayo Mungu atafanya kupitia wewe. Yani Mungu atakutumia wewe kufanya kitu cha kushangaza dunia, kufanya kitu ambacho hakijawahi kutokea duniani. Mungu atakutumia wewe kuleta jibu ya maswali ya dunia nzima. Ndio surprise ambayo Mungu iko nenda fanya kwenye maisha yako. Na cha ajabu sana na kizuri sana ni kwamba Mungu anafanyaga mambo makubwa ya kushangaza na watu ambao hawafanani yale mambo makubwa. Mungu anafanyaga mambo ya ajabu na watu wanaodharauliwa. Mungu anafanyaga mambo ya kutisha na watu wa chini sana. Na inawezekana tu ni wewe, inawezekana ni wewe. Wewe haujielewi tu, lakini surprise ya Mungu kuconfuse wenye akili, Mungu kuchanganya wale wanaojifikiria kwamba wao ndo wao. Mungu atafanya mambo makubwa kupitia wewe. Andika tena kwenye comment kwamba Mungu ni surprise, Mungu ni shangaze. Andika tu kwamba napokea mshangao, napokea surprise, na acha Bwana wa mbinguni akusurprise kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Share hii video, share na rafiki, share na ndugu. Unaweza kuidownload hii video ukaiposti kwenye Facebook yako, ukaiposti kwenye YouTube yako. Lengo ni moja tu, ya kwamba mtu mmoja aweze kusaidiwa na message hii. Mimi naitwa Pastor Bienvenu Wanzire. Unaweza kuwasiliana na mimi, unahitaji ya ushauri, unahitaji ya maombi, basi namba yangu hiyo hapo, nitumie tu message kwenye WhatsApp na nitazungumza na wewe na kukuombea na kukushauri, na Bwana atafanya surprise kwako.